Hamjambo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, ikiwa leo ni siku ya 5 ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2025. Moja kwa moja tukaribishe kuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho katika uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo. Katika uchambuzi wetu wa habari, ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kujiunga na channel yetu La Voix d'Uvira TV, usikose kabisa kujiunga moja kwa moja kwenye channel yetu ama kujiabone na pia kulike, pia kushare kwa wengine, ili kwamba tunapotoa taarifa zetu za habari kabisa uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Pia vituo vyetu vya television La Voix d'Uvira TV vinapatikana jimboni Kivu ya Kusini katika tarafa letu la Uvira, ambapo makao yetu makubwa yanapatikana, na tunaendelea kuangazia kabisa ili tukujie na habari za kila aina ambazo zinakupa nafasi ya kuweza kugundua kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja mahali pote ambapo ulipo, ikiwa unakuwa na maoni, pendekezo kabisa, usisite kuweza kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, na ukiwa unahitaji tukuunge kwenye grupu yetu ya WhatsApp, moja kwa moja kupitia nambari yetu hiyo ambayo iko hapo chini, moja kwa moja tunaweza tukakuunga. Asante na karibu kwa wasikilizaji wetu wote ambao mko wengi kabisa kwenye televisheni zenu mkisikiliza vipindi vyetu kupitia television La Voix d'Uvira TV. Katika habari zetu ambazo tutakazozungumzia kwa siku ya leo, tutazungumzia kuhusu ville morte ambayo yaanzishwa pale maeneo ya Kamituga, ambapo milio ya risasi iliweza kusikika usiku na tayari kuna watu ambao wamekwenda kupoteza maisha. Tutakwenda kujua mengi kabisa kuhusu siku ya leo. Na hiyo siku ya 4 majira ya usiku saa 2 huko maeneo ya Kiliba, milio ya risasi ilikwenda kusikika. Utakwenda kujua kisa na sababu ya milio hiyo ya risasi. Na hapa Uvira, mzalendo aliyekuwa amepelekwa nafasi isiyojulikana, sasa mwili wake wa ogoto akiwa maiti. Utakwenda kujua mengi kabisa kuhusu siku ya leo. Mimi na wewe mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Tutaanza na habari ambazo ziko kabisa za sasa, ikiwa ni habari motomoto ambazo zinaendelea kutokota. Ni habari za pale maeneo ya Mwenga. Tariki 9 mwezi wa 10 mwaka 2025 huko maeneo ya Mwenga, katika vile ya Mwenga, milio ya risasi kabisa ilikwenda kusikika, na habari ambazo tunazo kwa sasa ambazo zinatia hofu wakaaji wa hapo Mwenga, waamuka kabisa wakianza maandamano asubuhi, na huku wakiomba kabisa serikali kufanya kazi na kuingilia kati ili kwamba waweze kumaliza mizozo ambayo iko kati ya wazalendo pamoja na FARDC. Inakuwaje hapo maeneo? Wamesema kuwa tayari huko maeneo ya Mwenga, huko Kamituga, tayari kuna kamanda mmoja ama komanda vile wala polisi ambaye tayari akwenda kupoteza maisha. Ndivyo habari zaeleza kuwa kamanda huyo, ambapo kulikuwa na purukushani kati ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC, na hapo baada tu ya kutaka kuvamia askari huyo, milio ya risasi ilikwenda kusikika, na baada ya risasi hizo kwenda kusikika mpaka pale asubuhi, milio ya risasi ilikuwa ikisikika kabisa, na ilikuwa ni mapambano makubwa kati ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Kwa hiyo nakuomba ufuatilie kabisa namna gani hali hiyo usiku ilivyokuwa hapo maeneo ya Mwenga. Baraka baraka kwenye kosa tutajua. Baraka kosa hauzijua.
Wale sawa wale. Kama pia. Abakasi. Muhimu. Nini ya kufuza bazalendo? Ni hili. Bazalendo bana bawezi. Langa mvyangu. Nadhani umetoka kuona hali halisi jinsi ilivyokuwa usiku wa pale maeneo ya Mwenga ambapo tayari habari zaeleza kuwa watu wawili wa kwenda kufariki kabisa kwenye mashambulizi hayo kati ya wazalendo na jeshi la taifa. Tukujuze kuwa majira ya asubuhi vijana wenye hasira kabisa waliamuka barabarani wakifanya maandamano wakiomba wazalendo hao kuweza kuondoka maeneo hayo, huku tukitaja kuwa waliweza kuzungumza kuwa wakiwa ni wazalendo wa Sikito contre FARDC ambapo wanaopatikana huko maeneo ya Mwenga. Vijana hao wanapita barabarani wakiwa kifua wazi, wakilia, wakiomba serikali kuingilia kati ili kukomesha vitendo hivyo ambavyo vinaendelea kutokana na wazalendo ambao wanaendelea kunyanyasa raia maeneo hayo. Tulipojaribu kumtafuta kiongozi wa wazalendo maeneo hayo hakuweza kujibu kwenye njia ya simu, lakini tunaendelea kufuatilia ili tujue kile ambacho kinachoendelea huko maeneo ya Mwenga. Mpaka sasa tunavyozungumza hakuna makazi, hakuna pikipiki barabarani, duka hazikufungua, soko hazilemi. Mpaka sasa wakaaji wako ndani ya manyumba, wakati mpaka sasa milio ya risasi ingali nasikika sehemu moja moja. Tukujuze kuwa jeshi la FARDC limechukua maamuzi ya kuweza kuwafurusha wapiganaji hao wa Majimaji eneo ya Mwenga Centre na kupeleka kwenye vijiji vya kando kando. Naam, ikiwa tunaendelea na taarifa zetu za habari moja kwa moja turejee hapa kabisa mjini Uvira. Mjini Uvira milio ya risasi ya kwenda kusikika huko maeneo ya Kiliba Ondesi usiku. Kisa na sababu cha milio hiyo ya risasi, habari zaeleza kuwa ni wazalendo ndio ambao waliotandika risasi hiyo. Habari zaeleza kuwa ni kutokana tu na jenerali wa wazalendo rasmi ambaye aliyekaa miaka 10 akiwa porini, ambaye akwenda kuonekana General Majoro autoproclame Nyerere akiwa kwenye pori sasa yapata miaka 10. Ameweza kupokelewa hapo maeneo ya Kiliba, wakati amepokelewa na wanajeshi pamoja na raia wengi kabisa wakija kumlaki. Nyerere ni miongoni mwa viongozi wa wazalendo ambao wanaotumika katika masilahi ya raia, na huku alikuwa katika pori yapata sasa miaka 10 sasa tangu wazalendo wasili hapa mjini Uvira, na nafasi zingine alikuwa bado kuwasili. Amepokelewa kwa heshima huko maeneo ya Kiliba, na hii ni sababu moja ambayo ilisababisha kuweza kukaribishwa kwa risasi ambazo ziliweza fyatuliwa kwa kila aina, na silaha nzito nzito zilikwenda kusikika huko maeneo ya Kiliba. Mzalendo Mlerwa akiwa ni kamanda wa wazalendo hapa mjini Uvira akwenda kupoteza maisha yake. Huyu alipelekwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana yapata sasa wiki moja. Mwili wake umegunduliwa ukiwa wenye kufariki, na baada ya hapo walitaka kufanya uchunguzi ili kujua kile ambacho inakuwa ni chanzo cha kifo hicho. Mpaka sasa hakijagundulika, kwa sababu Mlirwa alikuwa ni kamanda wa wazalendo na pia alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa maasosiasyon ambazo zilikuwa zikitetea haki za kibinadamu, lakini aliweza kuchukuliwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana na kuweza kupelekwa porini. Lakini cha ajabu, nafasi moja mwili wake umekutwa wenye kufariki, na kwa sasa mwili wake unapatikana kwenye hospitali kuu ya Uvira ama kumorge, ambapo wamekwenda kuihifadhi. Tukujuza kuwa mashirika za kiraia zaingilia kati swala hilo na kuomba serikali ifanye liwezekanalo ili kufanya uchunguzi na kugundua wale ambao wanaendesha vitendo hivyo wahukumiwe kabisa kulingana na sheria, na serikali ifuate mkondo wake. Asante sana mtazamaji wetu, na hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya
Ni kuambia kwamba endelea kujiunga nasi kupitia televisheni yetu mahali pote ambapo ulipo. Usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike, pia kushare, comment kupitia televisheni yetu, ili tunapotoa habari zetu kila leo uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Habari za pale Mwenga tutakuja tena katika vipindi vyetu vya hapo baadaye. Kwaherini.